Haleluya! Mungu wetu ni mwema sana, anatupenda. Mungu wa mbinguni anatupenda sana. Usiku wa leo tunaenda kuzungumzia kwa habari ya neema ambayo Mungu ametujalia. Kila mmoja wetu alipewa neema ya kipimo, kwa kipimo cha utele, kwa kadri Mungu alivyokusudia. Tukisoma neno la Mungu katika kitabu cha Waefeso mlango ule wa 4 mstari wa kwanza hadi ule wa 8, tunamwona Paulo anazungumzia kwa habari ya yeye kuwa mfungwa wa Kristo. Anawajenga watu na kuwatia moyo, anasema kila mmoja aende katika wito ule alioitiwa. Kwa maana ya mfungwa ni kile kipimo ambacho umekipewa wewe kwa huduma uliopewa na karama na vipawa ulivyopewa na Mungu, ukavitumie kwa jinsi ambavyo Mungu anataka uvitumie. Kwamba umepewa kipimo cha karama na vipawa ulivyopewa kwa kipimo ulichopimiwa wewe. Umepimiwa kwa ajili ya kutenda kazi. Uende gerezani wahubirie wafungwa wapate kuokolewa. Uende kwa wanasiasa wahubirie wapate kuokolewa. Uende kwa wafanyabiashara wahubirie wapate kuokolewa. Kipimo kwa kadri ya kipimo kile ambacho Mungu amekuwekea wewe. Uendea watu wote wa jamii, uendea watoto wadogo, uendea machokoraa mitaani, uendea makahaba. Ni kipimo gani? Ni kipimo kipi ambacho umekipewa wewe? Ndugu mtazamaji, pale ulipo, Mungu alipokuweka wewe kwenye jamii yako, inawezekana umedondokea katikati ya watu wa dini, umedondokea katikati ya wanasiasa, umedondokea katikati ya wafanyabiashara, umedondokea katikati ya makahaba. Hao wote wanahitaji wahubiriwe injili ya Kristo. Ni kwa kadri ya kipimo ulichopewa wewe. Hicho kipimo ulichopewa wewe na mahali ulipo kinatosha hapo kuwaleta hao watu wote kwa Mungu, wote wapate kumjua Mungu wa mbinguni. Siku moja mtu mmoja akawa ameonyeshwa picha anaenda shambani. Alipokuwa anaenda shambani, akaona amevuliwa viatu. Hakuweza kufikia lile shamba lake. Sasa hiyo picha ikawa inaonyesha kitu gani? Ni kwamba kila mmoja kwa kipimo ulichopewa, una sehemu yako ya kufanyia kazi, una sehemu yako ya kuhudumia. Kama umetuma uende kwa wafungwa kwa wahubirie injili na haujaenda, hauna tofauti na yule ndugu aliyevuliwa viatu katika ulimwengu wa roho. Na watu wengi tumeshindwa kufikia kulitumikia kusudi la Mungu kwa sababu tumekamatwa na kuvuliwa mamlaka. Lakini tukitaka tumhudumu Yesu Kristo kwa kadri ya kipimo tulichopimiwa, inatupasa kila wakati tumwendee Mungu kwa mzigo wa maombi na kuhitaji kuichochea hiyo karama tuliyopewa na neema tuliyopewa, na kutaka Mungu mwenyewe atusukume, atupeleke ili tuweze kutumikia lile kusudi tulilopewa. Kama tupa mfano wa Paulo anavyosema kwamba yeye ni mfungwa katika Kristo. Mfungwa katika Kristo, kwamba tuenende sawa sawa na wito tulioitiwa. Kwamba inatupasa tujielewe vizuri kwamba ni wapi tulipoitiwa. Umeitiwa kwenda kuwahubiria wafungwa, nenda kufanya bidii kawahubirie. Usije ukasubiri kuzuiliwa kama yule ndugu aliyeona akizuiliwa katika ulimwengu wa roho na kuvuliwa viatu.
imetupasa kuwa makini sana, hasa kwa wakati na majira haya tulio nayo, kwamba wakati wa sasa ulimwengu umebadilika sana. Makundi mbalimbali yanahitaji kuhubiriwa injili ya Kristo, na sisi tukiwa wafungwa wa Kristo, kwamba kuna sehemu ambayo unatakiwa uiendee ukaihubirie injili ya Kristo. Unatakiwa uende kwa watu wasiojiweza kuhubiri injili ya Kristo kwa matendo, na hata kwa sadaka zako uwapelekee ukawahudumu. Hiyo ndiyo sehemu kama portion ambayo umepewa wewe, na lazima utafanyia. Ni kama kupewa mtihani, ni lazima ufanye. Ukipewa mtihani, kuna wakati mwingine kuna swali ambalo ni lazima ulifanye, na yani lazima, halina kuchagua. Ndivyo ilivyo kazi ya Mungu, haina kuchagua. Sehemu ambayo umepangiwa wewe kuifanyia kazi, lazima utafanyia kazi. Usipofanyia kazi, inakuwa deni kwako, na inamsababisha Mungu kukasirika na kuona kwamba hauna faida kwake. Lakini Mungu siku zote anakuacha wewe kama mti unaosubiriwa kuzaa matunda. Unapochukua hatua ukafanya kwa sehemu yako, kwa kadri ya neema ya Mungu ya kipimo hicho ulichopewa, unasababisha Mungu afurahi na kukuongezea siku zako za maisha na kukubariki. Mungu akubariki sana ndugu mtazamaji. Chukua hatua kutenda neno la Mungu, kwenda kuhubiri injili kwa mataifa yote, na kumleta tena Israeli, na Mungu wa mbinguni akubariki. Neno la Bwana, nuru ya Kristo ikuangazie utokapo na wingi yako. Ubarikiwe sana. Mungu akubariki. Amen.